Mvua imesimama. Hakuna hata tone la maji kutoka anga kwa miaka 3.5. Mazao yamekufa. Wanyamapori wanakufa kwa kiu. Wanadamu wanaogopa. Na vyote hivi vimesababishwa na maneno ya mtu mmoja. Mtu ambaye hakujulikana lakini alikuwa na mamlaka ya kushangaza. Jina lake ni Eliya Mtishbi. Leo tunasoma hadithi yake kutoka moja Wafalme sura ya 17 mstari wa 1 hadi 24. Hadithi hii inatuonyesha jinsi Mungu anavyotumia watu wa kawaida kufanya mambo makubwa. Lakini pia inatuonyesha kwamba mamlaka ya kweli haitoki kwa mtu, bali kwa Mungu mwenyewe. Eliya hakuwa mkuu wa jeshi. Hakuwa mfalme. Hakuwa hata kuhani mkuu. Alikuwa tu nabii mmoja kutoka Tishbe, mahali ambapo hakuna mtu anayepajua hata pale piko. Lakini alikuwa na kitu kimoja chenye nguvu zaidi kuliko majeshi yote na utajiri wote, alikuwa na neno la Mungu. Na neno hilo lilikuwa na mamlaka ya kufanya mambo ambayo dunia haijawahi yaona. Soma nami mstari wa 1. Kama vile neno la Bwana Mungu wa Israeli ambaye nisimamayo mbele zake, hapatakuwa na umande wala mvua katika miaka hii isipokuwa kwa neno langu. Haya ni maneno ya kushangaza. Eliya hakusema nitaomba Mungu asimamishe mvua. Alisema mvua haitanyesha. Tofauti ni kubwa. Yeye alisema kwa uhakika, kwa mamlaka. Kwa sababu alijua kwamba alikuwa mzungumzaji wa Mungu mwenyewe. Hebu tusome pamoja maneno haya ya msingi kutoka moja Wafalme 17:1-6. Eliya Mtishbi aliyekuwa miongoni mwa wakazi wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama vile neno la Bwana Mungu wa Israeli ambaye nisimamayo mbele zake, hapatakuwa na umande wala mvua katika miaka hii isipokuwa kwa neno langu. Kisha neno la Bwana likamjia likisema, ondoka hapa, uelekee mashariki, ukajifiche kando ya kijito cha Kerithi ambacho kiko mashariki mwa Yordani. Nawe utakunywa maji katika kile kijito, nami nimewaamuru makunguru wa kutegemezea chakula. Basi akaenda akafanya kama Bwana alivyosema, akaenda akakaa kando ya kijito cha Kerithi ambacho kiko mashariki mwa Yordani. Makunguru wakamletea mkate na nyama asubuhi na mkate na nyama jioni, naye akakunywa maji katika kile kijito. Huu ni mwanzo wa hadithi ya ajabu. Mungu alimtuma Eliya mahali pa faragha, lakini hakumwacha peke yake. Alimtayarishia chakula kwa njia ya ajabu kwa kutumia ndege. Si ndege wowote, bali kunguru. Hawa ni ndege ambao kawaida hula nyama chafu. Lakini Mungu aliwaamuru wawe wahudumu wa nabii wake. Hii ni ishara ya kwanza ya jinsi Mungu anaweza kutumia hata vitu ambavyo dunia inayaona kama vichafu au visivyo na maana kufanya kazi yake. Kuna mambo mengi katika hadithi hii ambayo mara nyingi huyaoni. Jambo la kwanza, Eliya hakuomba mvua isimame. Hii ni muhimu sana. Katika sura za nyingine tutamwona akiomba, lakini hapa alisema tu hapatakuwa na mvua. Hii inamaanisha kwamba alikuwa ameshapokea ujumbe huu kutoka kwa Mungu. Hakuwa anafanya jambo kwa akili yake mwenyewe. Jambo la pili, kunguru walimletea chakula mchana na jioni. Hii si kawaida. Kunguru ni ndege wa kipekee, mwana akili, lakini hawajui kushirikiana na binadamu. Lakini Mungu aliwafanya wamtumikie nabii wake. Ni mfano wa jinsi Mungu anaweza kubadilisha mazingira yote kufanya mapenzi yake. Jambo la tatu ambalo si rahisi kuona, hii kijito cha Kerithi kilikauka. Mstari wa 8 unasema baada ya muda kile kijito kikakauka, kwa kuwa hapakuwa na mvua katika nchi. Hii inatuonyesha kwamba hata mahali ambapo Mungu alimwongoza Eliya palihitaji maji kutoka angani. Ukame ulikuwa mkubwa sana. Na jambo la 4, Eliya hakuogopa mfalme Ahabu. Huyu alikuwa mfalme mwenye nguvu, mwenye jeshi kubwa. Lakini Eliya alimwendea moja kwa moja akamwambia kwamba mvua haitanyesha. Hii ni ujasiri usio wa kawaida. Inatoka wapi ujasiri kama huu? Inatoka kwa kujua kwamba unaongea kwa jina la Mungu mwenyewe. Unaposimama mbele za Mungu, huwezi kuogopa mwanadamu yeyote, hata akiwa na mamlaka kubwa kidunia. Baada ya kijito kukauka, Mungu alimwongoza Eliya mahali pengine pa ajabu zaidi. Mstari wa 9 unasema, neno la Bwana likamjia likisema, inuka, uende Sarepta ya Sidoni, ukakae huko, tazama, nimemwamuru mjane mmoja huko akutegemezee chakula. Sarepta ilikuwa sehemu ya wageni, sio Israeli. Ilikuwa mahali pa miungu mingine, mahali ambapo watu hawakumjua Mungu wa Israeli.
Lakini Mungu alimwamuru mjane mmoja huko amtegemeze Eliya. Huu ni mfano mzuri wa jinsi Mungu ana watu wake kila mahali, hata katika maeneo ambayo hayaonekani ya kimungu. Eliya alipofika huko alimkuta mjane akikusanya kuni. Alimwomba maji na mkate. Mjane alimjibu kwa maneno ya uchungu, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate, ila nina konzi la unga katika gudulia na kidogo cha mafuta katika chupa. Tazama, ninakusanya kuni kidogo, ili niende nikaandae kwa ajili yangu na mwanangu, tule na tufe. Haya ni maneno ya mtu aliyekata tamaa kabisa. Ana chakula cha mlo mmoja tu. Baada ya kula, yeye na mwanawe wanatarajia kufa njaa. Lakini Eliya alimwambia jambo la ajabu, usiogope, enda ukafanye kama ulivyosema, lakini kwanza nitengenezee mkate mdogo katika hicho, ukalete kwangu, halafu ukajitengenzee wewe na mwanao. Maana Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, unga katika gudulia hautaisha, wala mafuta katika chupa hayatapungua, mpaka siku ambayo Bwana atainyeshea nchi mvua. Mjane alimwamini. Hii ni imani ya ajabu. Mtu anayekufa njaa akaambiwa atoe chakula chake cha mwisho kwa mgeni, na yeye anafanya hivyo. Kwa nini? Kwa sababu alimuona Eliya si mtu wa kawaida. Aliona kwamba anazungumza kwa mamlaka ya Mungu. Wanyamapori wa anga walikuwa wakiangalia hali hii ya ajabu. Walikuwa wameona ukame, walikuwa wameona njaa, lakini pia walikuwa wakiangalia maajabu ya Mungu. Ndugu zangu, tumeshuhudia jambo la ajabu. Sisi tulimlisha nabii kwa amri ya Mungu, na sasa anamwambia mjane atumie unga wake wa mwisho. Nimeona kutoka juu. Ukame umezunguka nchi yote, lakini mahali ambapo nabii yupo kuna baraka. Je, huu ni utawala gani? Ni utawala wa Mungu mwenyewe. Binadamu mmoja anasema neno na mazingira yote yanabadilika. Lakini pia nimeona kitu kingine, binadamu wengi hawamjui Mungu wao. Ndiyo, hawajui baraka kubwa walio nayo. Mjane mmoja amemwamini nabii kwa maneno tu, hali binadamu wengine wanamtesa nabii. Lakini tuangalie, pale ambapo kuna imani, kuna mafuta na unga haziishi. Mungu anawahifadhi wale wanaomwamini. Hadithi inaendelea na tukio lingine la kushangaza. Mwana wa mjane aliugua sana hadi akafa. Mjane alikasirika na Eliya akisema, una nini nami, mtu wa Mungu? Je, umekuja kwangu kunikumbusha dhambi zangu na kumuua mwanangu? Huu ni mazungumzo ya uchungu. Mjane alikuwa ameamini, lakini sasa anaona mtoto wake amekufa. Anafikiri kwamba kuna uhusiano kati ya ujio wa nabii na kifo cha mtoto wake. Lakini Eliya hakumwacha. Alimwomba mjane ampe mtoto, akamchukua, akampandisha chumbani kwake, akamlaza kitandani kwake. Kisha akamwomba Mungu kwa nguvu, Bwana Mungu wangu, hata huyu mjane ambaye nimekaa naye, je, umetenda mabaya naye kwa kumuua mwanawe? Akajinyosha juu ya mtoto mara 3, akamwita Bwana, akasema, Bwana Mungu wangu, naomba roho ya mtoto huyu irudishwe ndani yake. Bwana akamsikia Eliya, roho ya mtoto ikarudi ndani yake, akaishi. Eliya akamchukua mtoto, akateremka naye kutoka chumbani hadi chini, akampa mama yake, akasema, angalia, mwanao yu hai. Huu ndio mfano wa kwanza katika Biblia ya mtu kutiwa roho baada ya kufa. Ni maajabu makubwa. Na mjane alijibu kwa imani iliyokuwa, sasa najua hakika ya kwamba wewe ni mtu wa Mungu, na kwamba neno la Bwana kinalo katika kinywa chako ni la kweli. Mjane alianza kwa shaka kidogo, lakini aliishia kwa imani kamili. Alimuona Eliya kama mtu wa Mungu wa kweli. Hadithi ya Eliya inatuonyesha mambo muhimu sana ya kiroho. Jambo la kwanza, Mungu anatumia watu wa kawaida kufanya mambo makubwa. Eliya hakuwa mtu mkuu, lakini alikuwa na imani kubwa. Wewe pia unaweza kuwa mtu ambaye Mungu atatumia kama utakuwa tayari kumwamini na kumtii. Jambo la pili, Mungu anatupatia mamlaka pale tunapoongea kwa jina lake. Eliya hakuongea kwa mamlaka yake mwenyewe, bali kwa mamlaka ya Mungu. Wakati tunaomba si kwa nguvu zetu, bali kwa jina la Yesu. Jambo la tatu, Mungu anatuongoza hatua moja kwa moja. Eliya hakujua mipango yote ya Mungu mara moja, lakini alimtii katika kila hatua. Sisi pia tunahitaji kutii hatua ile tunayoifahamu, halafu Mungu atatuongoza zaidi. Jambo la 4, imani ni muhimu hata katika mazingira magumu. Mjane alikuwa na chakula cha mlo mmoja tu, lakini alimwamini Eliya.
Mungu ana njia za kutupatia mahitaji yetu, lakini tunahitaji kumwamini kwanza. Na jambo la mwisho, Mungu ni Mungu wa maisha, si wa kifo. Alimrudisha mtoto uhai kuonyesha kwamba ana mamlaka juu ya kifo chenyewe. Hii ni dalili ya ufufuko wa Yesu uliokuja baadaye. Leo, omba Mungu akuongeze imani. Omba uwe mtu ambaye anaweza kusema neno la Mungu bila kuogopa. Na omba uwe tayari kumtii Mungu hata kama hauoni mipango yake yote. Kama mjane, toa kilichocho kwa imani na utaona Mungu akikupatia zaidi. Mungu bado anatumia watu wa kawaida kufanya mambo makubwa. Je, utakuwa mmoja wao? Tuombe pamoja. Mungu wetu, tunataka imani kama ya Eliya. Tufundishe kuongea kwa mamlaka ya jina lako. Amen. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.